Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni wakati mwingine tena tunakutana kwa lengo la kuhabarishana taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi ni hiki ambacho kinaendelea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumeona kundi la G55 wakitangaza rasmi kujiondoa chama cha Chadema, lakini baada ya kutangaza kujiondoa chama cha Chadema, taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni kwamba kundi hilo la G55 litajiunga na chama cha Chauma. Lakini pia kwenye baadhi ya magazeti taarifa pia zimeandikwa ya kwamba G55 wanakwenda kujiunga na chama cha Chauma. Lakini sababu kubwa za kujiondoa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni kutokana na kutokuridhishwa na mwenendo wa uongozi wa sasa chini ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, wakisema kuwa pia kuna ubaguzi dhidi yao ndani ya chama hicho. Hali hii imekuwa ni tofauti kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo, ambao walitegemea kwamba kundi la G55 litakwenda kujiunga na chama hicho na kuongeza nguvu kubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini kubwa pia ni kwamba chama cha ukombozi wa umma Chauma kimesema kipo tayari kuwapokea wanachama wapya kutoka vyama mbalimbali vya siasa, wakiwemo waliokuwa wanachama wa kundi la G55 ambalo limejitenga na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema siku za hivi karibuni. Makamu mwenyekiti wa Chauma Tanzania Bara Kayumbo Kabutali amesema chama hicho hakina pingamizi kwa yeyote atakayetaka kujiunga nao, lakini amekanusha uvumi kuwa tayari wameanza kuwapokea wanachama waliotoka chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wakati kundi la G55 linaanzishwa, watu wengi walisema kwamba kundi la G55 ni kundi ambalo linaundwa na wengi wao wakiwa ni wafuasi ambao walikuwa wakimuunga mkono mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe katika uchaguzi wa kumpata mwenyekiti mpya wa chama cha Chadema, ambapo Tundu Lissu akaibuka mshindi katika uchaguzi huo. Lakini wengi pia kwenye mitandao mbalimbali kijamii wakawa wakichapisha taarifa ya kwamba Freeman Mbowe yupo nyuma kwa hawa G55 akikoordinate kila kitu ambacho kinaendelea Chadema. Sasa safari hii, wakati kundi la G55 likitazamiwa kujiunga na chama cha Chauma, Maria Sarungi amevujisha hapa kile ambacho ameambiwa, na kwamba Freeman Mbowe anatarajiwa kugombea nafasi ya urais kupitia chama cha Chauma. Moja kwa moja tuangalie hapa hiki ambacho amekiandika Maria Sarungi, lakini pia tutaangalia kile ambacho amekiandika katibu mkuu John Mnyika wa Chadema baada ya kuzungumza na Freeman Mbowe kuhusu mambo ambayo yanaendelea. Maria Sarungi ameandika kwamba Chauma safu mpya, mdau kasukuma taarifa ili tusishtuke, wala wakitangaza isiwe gumzo. Safu mpya ni hii kwa mujibu wa sosi huko kwenye mfumo, na si mnaona hajatuangusha hadi sasa. Sasa chief coordinator wa move hii kwenye ufadhili wa dola ni Salumu Mwalimu kwa mujibu wa mtoa taarifa, ila anaelewa maana mambo ya Uzanzibari na ile damu nzito kuliko maji ni sawa tu. Sasa baadaye mengine yakidhihirika, msije kushangaa, tumesha sanuliwa mapema. Tuendelee na no reform no election. Mimi ninasema ni vyema waendelee, all the best, ila acheni kuhujumu Chadema. Mwachieni Tundu Lissu na Chadema iendelee na shughuli zake. Mpimane mabavu jukwani. Shida iko wapi? Wananchi tuna imani na wenye msimamo akina Tundu Lissu na Heche. Mapenzi hayalazimishwi, akamalizia kuandika #tutaelewana tu. Lakini katika mkeka huu kama unavyoona, namba moja hapa kwanza imeandikwa leo wamebadili viongozi. Hii ni taarifa ambayo alitumiwa Maria Sarungi. Moja, Benson atakuwa ni mwenyekiti, Salum Mwalimu atakuwa ni katibu mkuu, Zaudi atakuwa ni naibu Zanzibar, Naftali atakuwa ni naibu Tanzania Bara, Kaselin atakuwa mwenyekiti wa wanawake,
Kaunya atakuwa wa vijana, Mwita atakuwa ni mkurugenzi, Mrema mkurugenzi, Mndeme mkurugenzi, Regi atakuwa mkurugenzi kama inavyosomeka hapo. Viongozi wanaochukuliwa kwenye mikoa na kanda wanabaki kuwa viongozi kwenye levo zao. Kila katibu wa wilaya na mikoa watalipwa mishahara ya kati ya shilingi 400,000 mpaka 700,000 kwa mwezi. Magari yameagizwa na yatakuwepo 12. Wanaiba baadhi ya madereva wa makao makuu Chadema kuja Chauma. Chopa itarushwa angani mara baada ya uzinduzi. Mbowe atakuja baadaye na ataombwa ili awe mgombea urais kupitia Chauma. Hii ni taarifa imemalizia hivyo, kama unavyoona kwamba Freeman Mbowe atakuja baadaye na ataombwa ili awe mgombea urais kupitia Chauma. Hii ni taarifa ambayo ameichapisha hapa Maria Sarungi kama jinsi ambavyo umetazama, lakini kubwa ni hiki ambacho kinaendelea Chadema, lakini pia G55 kujiondoa Chadema. Lakini ukiachana na hilo, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika ameandika mambo mengi baada ya kuwasiliana na mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Mbowe, lakini pia John Mrema amemjibu John Mnyika kuhusu hiki ambacho John Mnyika anasema amezungumza na mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe kuhusu nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu. John Mnyika aliandika, nimewasiliana na mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, amenieleza hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Natambua kuwa wachache walijiondoa Chadema. Baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Natambua pia mfumo wa serikali na Chama cha Mapinduzi uko nyuma ya baadhi yao kwa nia za kukwamisha no reforms no election, kupasua Chadema na kuhalalisha uzalimu na uharamu unaoandaliwa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Natambua kuwa mfumo huo ukihusisha mtu wa karibu na Rais Samia Suluhu Hassan na mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ndio uliohusika kufungua kesi ya Saidi Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar na wenzake, ambayo wameomba pamoja na mambo mengine shughuli za kisiasa za Chadema zizuiwe wakati kesi ya msingi ikiendelea. Kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye sekretarieti ya chama kwa takriban miaka 21, mapito mengi ya Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda, hii vita dhidi ya Chadema naamini pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reforms no election. Tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima ya kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda, aliandika katibu mkuu John Mnyika, ambapo watu wengi walitoa maoni yao. Hapa ndipo tutapitia kile ambacho John Mrema alimjibu John Mnyika. Huyu wa kwanza anasema, kaka John Mnyika, asante kwa taarifa, ila ikitokea kaka mkubwa Freeman Mbowe anakihama chama cha Chadema, wakati aliposhindwa uchaguzi aliapa kubaki kusaidia uongozi mpya. Ni kuhakikishie akihama mimi nitakuwa kiongozi wa kumpiga spana kama alivyopigwa kaka mkubwa Peter Msigwa alipohama. Mwingine anasema, Mnyika, watu wanakusikilizia tu, unawatia hasira kinyama. Kama na wewe ni mmoja ya watu wanaowahadaa wananchi, bora ukaachia ngazi. Mbowe lini amekuja field kukipambania chama baada ya uchaguzi wa ndani? Lini amelaani Mdude kutekwa? Lini amelaani Lissu kubambikiziwa kesi ya mchongo? Kama anaondoka aondoke tu, hata sisi tushamchoka. Lakini pia mwingine anasema kwamba kwa vyovyote vile hata mtu mpumbavu angesema siendi popote hata kama anaondoka kesho. Ukimya wake tangu timu yake ya kampeni ilipoanza fyokofyoko akijua wanakigawa chama una maana kubwa sana. Wote walioandaa au kutia sahihi waraka ule waachie nafasi ya uongozi katika ngazi zote. Huwezi kutekeleza no reforms no election wakati wewe unataka kwenda kwenye uchaguzi. Hatua hii italinda heshima yako
kisiasa. Mwingine akasema John Mnyika ni leadership material. Chadema inapaswa jivunia sana kuwa na katibu mkuu wa aina yake. Safi, umeongea kama kiongozi mkuu. Hivi ndio viongozi wengine wa chama wanapaswa kuongea. Uchaguzi unakuja, tuungane kwa pamoja. Lakini pia mwingine akasema ukweli, mna shida ndani mwenu. Mliochaguliwa ndio mnatumia mamlaka hizo kusema na kuwabagua walioshindwa. Huyu mzee Freeman Mbowe hajaachwa kusemwa hovyo na viongozi mpo na mnashiriki. Je, mnashindwa kutoa msimamo wa chama na kuchukua hatua? Msiongoze chama kupitia mitandao. Mwingine akasema Mbowe hata akihama wananchi hatuhami. Mbona ameshindwa kuleta mabadiliko? Kila siku ni maridhiano yasiyo na tija. Atakuwa kama Willibrod Slaa, ipo siku atarudi. Wengi wametoa maoni yao hapa, lakini sasa John Mrema ambaye ni kiongozi wa G55 ambayo tayari wamejitoa chama cha Chadema ameposti hapa hii posti ya John Mnyika na kuandika, sawa, ila waelekeze vijana wako ambao wanamtukana sana huko mtandaoni waache huo ujinga, akimaanisha vijana wa Chadema ambao wanamtukana Freeman Mbowe. Jambo la pili, waelekeze tawi feki ambalo umewatuma wamwandikie barua ya kumfukuza wanachama. Yani kuna tawi feki ambalo limeandaliwa kwa lengo la kumwandikia barua ya kumfukuza wanachama Freeman Mbowe. Jambo la tatu, wale mnaowatuma kutukana mtandaoni waelekezeni waache mara moja. Vijana wa Maria Sarungi, mmiliki wa chama kwa sasa. 4, Mbowe anaweza na ana uwezo wa kujisemea mwenyewe na kuna siku atasema. Elekeza watu wako waache kumtukana, kumdhalilisha na kumtweza. Matusi yawe mapya. Elekeza watu wako hivyo. Asubuhi njema. Hiki ndicho alichokiandika hapa John Mrema, kiongozi wa G55. Kama unavyotazama kwamba kuna tawi feki ambalo limeandaliwa kwa lengo la kumwandikia barua ya kumfukuza wanachama Freeman Mbowe, lakini pia ametoa onyo kwa wale ambao wanatukana mitandaoni, ambao wanasema ni vijana wa Maria Sarungi ambaye kwa sasa ndiye mmiliki wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, according to John Mrema. Lakini pia jambo la 4, amesisitiza kwamba Mbowe anaweza na ana uwezo wa kujisemea mwenyewe na kuna siku atasema yeye mwenyewe. Lakini pia John Mrema alichapisha hapa taarifa kutoka kwa Maria Sarungi ambapo G55 walikuwa kitangaza kujiondoa Chadema. Akaandika hapa John Mrema baada ya kuchapisha taarifa hiyo, tulia, unajua unapata maisha kupitia vijana na vurugu. Mwanzo ulisema mimi ndio tatizo, naona umehamisha goli, utahamisha sana. Ushauri, jiunge na Chadema ili uwe na haki za wanachama. Rejesha kadi yako ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilikupeleka bunge la katiba. Rudi nchini kuongoza mapambano, usiishie kuwataka wengine wawe mbele wakati wewe umejificha huko ughaibuni. Angalizo, vijana wa Maria, tungeni matusi mapya, ya zamani haya ni umizi kabisa. Hiki ndicho ambacho kinaendelea chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Freeman Mbowe kudaiwa kwamba atagombea urais kupitia chama cha Chauma, according to hiki ambacho Maria Sarungi ametumiwa na pia amekichapisha kupitia mtandao wake wa X. Lakini pia John Mrema akijaribu kumjibu John Mnyika ambaye anasema alizungumza na Freeman Mbowe ambaye amesema hana nia ya kugombea uongozi wowote kama ubunge au urais kupitia chama chochote. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali, lakini pia mengi zaidi tutakuhabarisha kuhusu kila kitu ambacho kinaendelea Tanzania.